Watu wawili wamepigwa risasi eneo la Kolowa, kaunti ya Baringo. Haya yamejiri baada ya kamishna wa eneo la Bonde la Ufa, Abdi Hassan, kutoa makataa ya saa 24 kwa wachungaji haramu kuondoka katika eneo la Baringo Kaskazini ili kukabiliana na uhalifu katika eneo hilo. Mwakilishi wadi wa Kolowa, Solomon Makal, ameshtumu vikali kisa hicho kwa kusema kuwa waasiriwa hao walivamiwa na kuuawa wakivuna nyanya. Aidha, mwakilishi wadi wa Ribokwo, Daniel Tuwit, ametoa wito kwa wakazi wa Baringo kwa kuwepo kwa njia ya jumuiya kukabiliana na ujambazi, huku akisisitiza kuwa amani ya kudumu inahitajika kushughulikia swala hilo katika maeneo yote yaliyoathirika. Tatu peke yake katika Baringo Kaskazini ambaye iko na matatizo, na hii yote imeletwa na watu ambao wanajifanya ni wafugaji na wamekuja katika sehemu hii, na hawa si wafugaji. Hawa ni majangili, ni magaidi ambao wamekuja pale wakisingizia eti wao ni wafugaji na si wafugaji. Ndio wamehangaisha wananchi wa sehemu hiyo na wanaendelea bado kuhangaisha. Kwa hivyo na sisi tunajua wenye ng'ombe tumewapata. Wote wanatoka Tiati, ni familia 11, ng'ombe zao ndio wanachunga katika sehemu hizo. Kwa hivyo tumewaambia hivi, na kwa muda wa masaa 24 hawa wenye ng'ombe ambao wamelete na wakaingiza katika sehemu hii ya Baringo Kaskazini wawarudishe ng'ombe hao mara moja. Ilifanyika leo kwamba kuna watu walikuwa wana harvest tomatoes. Watu wawili walikuwa na harvest tomatoes, alafu majangili kutoka eneo la Market wakaua hao watu wawili. Uliwa leo. So tumekuja kustumu kitendo hicho. So, imefika kiwango ambaye imekuwa majabu sasa kuwa sio ng'ombe tena. Hata watu wakulima, watu ambaye wamebadilisha maisha kutoka kufata ng'ombe na kufukusa ng'ombe, watu wamebadilika na kuanza kufuna nyanya.